Wito umetolewa kwa viongozi wa pwani kuepuka misimamo yao ya kisiasa na kuzingatia kuboresha viwanja vya michezo mbalimbali katika eneo hili. Akiongea na vyombo vya habari kwenye fainali ya mashindano ya volleyball katika eneo bunge la Jomvu, mshauri wa kisiasa katika ofisi ya Rais William Ruto, Karisa Nzai, amesema ni jambo la kusikitisha kuwa pwani hakuna kiwanja hata kimoja chenye ubora. Ama serikali imewekeza pesa sasa. Tuko na budget nzuri ambayo imepelekwa. Na tunashukuru kwamba tuko na waziri wa nguvu. Waziri wa sports Mvurya ndio ambaye amepewa. Nataka kumuhimiza tu kwamba kama waziri, eneo letu hili la pwani bado lina uhaba wa viwanja. Hii pesa ambayo imewekwa katika ministry, nahimiza tu kwamba viongozi mshikane, wale wako katika political, tusahau mambo ya vyama na tusahau mambo ya kila kitu, lakini tuletane pamoja. Tuhakikishe kwamba wakati huu area ya pwani kunajengwa viwanja na watoto wawe na mahali pa kwenda kufanyia. Aidha, Karisa amekemea vikali mabwenyenye wanaonyakua viwanja vya michezo kwa ajili ya kujinufaisha, akisema serikali ya Rais William Ruto imetenga fedha kwa ajili ya kuendeleza michezo nchini na haitakaa kimya mabwenyenye wakaendelea kunyakua ardhi za viwanja. Nataka kupatiana tahadhari kwa wale mabwenyenye ambao wanania ya kugrabu viwanja vyetu. Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto ameweka pesa kwa michezo. So hatungekubali na wala hatutakubali kuona bwenyenye na pesa zake anataka kwenda kugrabu viwanja ambavyo watoto wetu wanaweza kwenda kufanya, wanaweza kwenda kuchezea. So tafadhali ona haya tu, kama una pesa nenda kanunue kiwanja mahali pengine. Hizo viwanja ambazo zimetengwa kwa ajili ya vijana, wacha vijana waende wacheze. Ndio sababu mama zetu wawe na nafasi ya kutembea freely. So nawaonya kwamba kama una pesa, unafikiria kwamba una pesa, you can have the title but we can remain with the land. Kwa upande wake, naibu mwenyekiti wa shirikisho la volleyball kaunti ya Mombasa, Baldwin Mengo, amesema uhaba wa viwanja vya michezo ya volleyball kuwa kikwazo kikubwa kwa ufanisi wa mchezo huo. Aidha, amesema ili mchezo huo uweze kuendelea kuna haja kuanzisha kwa sport academies hapa pwani, ikizingatiwa kwamba mchezo wa volleyball ulianzia pwani katika viwanja vya Changamwe. So far Mombasa we have only one volleyball court, which is Changamwe volleyball court. Na Changamwe ndio mahali volleyball ilianza nchi hii ya Kenya. Na hiyo kiwanja ya Changamwe nasikia nataka kuwa grabbed huku na kule, lakini hatuwezi kubali na hatutakubali. Tukiwa na minister na tuwe na Karisa Nzai, hatutakubali kwa sababu hapo ndio tuna wachezaji wengi ambao wanachezea national team wako hapa nyuma yetu. Tukue na academies za sports hapa Mombasa. Academies za sports nyingi ziko kule bara, kule kwingine. Lazima pia sisi hapa tuwe na hizo academies na tujaribu kabisa tuhimize watoto wetu wote waingie kwa sports. Mdhamini wa mashindano hayo ambaye ni mchezaji wa zamani wa mchezo huo Paul Wanyama amesema nia yake kubwa ni kuona vipawa vinaendelezwa mashinani. Timu zilishiriki hapa zilikuwa za wanaume timu 17, za wasichana zilikuwa 6, shule zilikuwa 10 na nimeona vile tumepeana zawadi hapa mpaka timu imetoka Lamu pia imekuja tournament hii. Kwa hivyo tunawashukuru sana kwa kuweza kutoka mbali na kuweza kuja kushirikiana na sisi hapa pia. Katika finali hizo ambazo zilikuwa na ushindani mkubwa, timu ya wanawake ya Kenya Navy iliwapiku wenzao hakika kwa seti 3-1. Upande wa wanaume, Kenya Navy iliwapiku Bamburi kwa seti 3. Ali Vincent, Benvin TV.